Naitwa Sangiwa Amani Mgeni. Mimi ni mtoto wa pili wa marehemu Dr. Amani Yakobo Mgeni wa eneo hili hapa Arusha. Hapa mnavyoona tuko kwenye eneo letu la ukoo ambalo lina maeneo matatu. Hili ni eneo la kibiashara, kuna eneo la makazi na kuna eneo lingine la wageni. Ni eneo ambalo wazazi walininunua miaka ya 1992 naamini. Mzee na mama waliishi pamoja mpaka kifo kilipomkuta mama yetu 2009. Kipindi hicho basi tukampumzisha mama, mzee yeye akabaki. Mwaka 2021 baba alikuja akafunga ndoa na mke wake wa pili ambaye alikuja kuwa mama yetu tuseme wa kambo. Mwaka 2022 naye mzee akatuacha. Alikuwa amefunga ndoa na huyu mama yetu wa kambo kwa kuishi naye kwa kipindi cha miezi 7. Tarehe ya kifo cha mzee ilikuwa Februari 14, 2021. Kwa hiyo miezi 7 nyuma ndo walikuwa wamefunga ndoa. Utaniwia radhi labda kuhesabu nyuma, sina kumbukumbu ya tarehe ya ndoa yao. Basi baada ya hapo huyu mama yetu wa kambo tukawa tumemhifadhi kwenye eneo lingine la upande kule ambako alikuwa anaishi na mzee. Baada ya msiba wa mzee, kwa sababu hili eneo lilikuwa limeshughulikiwa na limejengwa na mama yetu, basi familia ikamnuia kwamba tumtafutie sehemu yake tofauti ya yeye kukaa, ambayo familia itagharimia na kumweka kwa mazingira ambayo hata yeye alikuwa anakaa na mume wake. Kwa hiyo baada ya hapo tukawa tunajadiliana namna ya kufanikisha hilo swala. Unajua, pamoja na kwamba alikuwa mke wa baba, lakini sasa kimila anachukua nafasi ya mama. Wale hawakufanikiwa kupata mtoto. Kipindi hicho mzee alikuwa na miaka 80, na kwa hiyo mambo ya kupata watoto nadhani alikuwa ameshayaweka nyuma. Hizi mali zote mtakavyoziona zilijengwa na mama yetu na baba, lakini kwa ufasaha zaidi ni kwamba kwa sababu baba yeye ndo alikuwa kama breadwinner, kwa hiyo sasa mama ndo yeye alikuwa anakuja kushughulika kuweka majengo, kuweka mazingira, kupangilia na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ndio walichuma wakiwa pamoja wakisaidiana. Huyu mke wa pili alikuta kila kitu kilichopo hapa. Baada ya muda wa kujadiliana na kutoelewana kwa sisi wenyewe, basi jambo likafikia mahakamani. Katika hali ya kufungua mirathi ya mzee, sasa ndio pingamizi ndo zikaanza kuingia. Huyu mama katuonyesha kama vile hafikirii kwamba atapewa haki yake. Kesi ya mirathi jinsi ilifunguliwa kwa pamoja, kwa kuridhiana. Tulikuwa tuna mkutano wa kifamilia na huyo mama yetu alikuwepo, na mdogo wangu akachaguliwa kama msimamizi wa mirathi kwa sababu yeye alikuwa karibu zaidi na mzee. Kwa hiyo alikuwa na information zaidi kuhusu mzee ambazo zingesaidia katika shughuli ya msimamizi wa mirathi. Kwenye huo mkutano huyu mama yetu alikuwepo. Mdogo wangu alivyochaguliwa
aliridhia, na kuridhia tu kwa kinywa, aliridhia kwa sahihi yake, kwamba ameridhia kwamba mdogo wetu awe msimamizi, kwa sababu kama nilivyoeleza, yeye alikuwa ameishi hapa tu japo kama mke, lakini kwa miezi michache mno, kwamba masuala mengi ya mzee alikuwa hayafahamu. Aliyekuwa anayafahamu alikuwa ni yule mdogo wetu. Kwa hiyo ukoo ukakaa ukaridhia kwamba mdogo wangu awe msimamizi wa mirathi, ambayo lingerahisisha mambo mengi. Lakini hapo mbele ya safari, tulivyofika sasa mahakamani, tukakuta kwamba ameweka pingamizi. Huyu mama akadai kwamba hatapewa haki yake, na labda niseme kwamba aliweka pingamizi kabla hata fununu za mgao wa mirathi hata haujatoka ama hata haujasemwa. Kwa hiyo likawa jambo ambalo lilitushtua kidogo, lakini mahakama ikaamua kumtengua mdogo wangu, japo alikuwa amechaguliwa na ukoo, na kuweka msimamizi wa serikali, yani Rita. Kilichotushangaza ni kwamba msimamizi wa mirathi kutoka Rita hakutushirikisha kwa namna yoyote katika kujitambulisha kwanza kwamba yeye ndio amechaguliwa kuwa msimamizi wa mirathi, ambalo ni jambo kitaratibu za Rita alitakiwa afanye, na alitakiwa ajitambulishe kwa kila mrithi. Rita nadhani inavyoingizwa ni pale wanapodai kwamba familia imeshindwa kuelewana, ndio wanaleta msimamizi wa serikali. Lakini ukweli ni kwamba sisi hatukushindwa kuelewana, ilikuwa ni hisia za mtu mmoja kwamba anafikiria kwamba hatapewa haki yake, lakini sio kwamba aligawiwa ama kulikuwa na mgao akaona kwamba hajapewa haki. Ilikuwa ni hisia zake, na sisi ni binadamu, kila mtu ana hisia, lakini hatuwezi kwenda kwa hisia kabla hakuna vielelezo, evidence yoyote ambayo inaonyesha kwamba hatapewa haki. Akaweka hicho kipingamizi, na Rita akaingia kwenye hili swala la mirathi. Kwenye hili swala la mirathi, Rita hawakutu contact sisi wengine kama warithi. Hata mikutano aliyokuwa wanaitisha hawakutupa taarifa kwamba wanaitisha mkutano wa warithi, kama tungeweza kuwasilishwa kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo ni kwamba Rita na msimamizi wa mirathi wa serikali, sisi tunaona alitupunja na hakututendea haki, kwamba moja, hakutujumuisha kuanzia mwanzo, na mpaka sasa hivi ninavyosema, sisi hakuna ambaye ana barua yake ya kikao chochote, aidha kwa barua ama kwa text message ama vyovyote vile, namna yoyote ya mawasiliano, hata kwa simu, vyovyote. Na information zetu anazo, kwa sababu ni moja part of rekodi za mahakama. Huyu mama yeye hana haja ya kushtaki. Rita akishawekwa kama msimamizi wa mirathi, yeye anatekeleza majukumu yake kwa kuzingatia barua aliyopewa na mahakama, na barua ya kupewa na mahakama iko very precise, ina details zote za majukumu ambayo anapewa. Kwa hiyo baada ya hapo sasa Rita akawa ndio msimamizi na sisi wa mirathi yote, na sisi tukatoa ushirikiano, tukawa tayari kutoa ushirikiano wowote, lakini hatukuwa contacted kushiriki kwenye mkutano wowote. Ni mkutano mmoja tu ambaye mdogo wetu aliitwa, na yeye alivyoenda pale alienda kama yeye mwenyewe, kwa sababu mambo ya mirathi yako individual. Hakuwa na barua kwamba eti anawakilisha mtu yoyote. Alienda kama yeye mwenyewe kusikiliza na huyu bwana kujitambulisha.
Basi tukasema kwamba hata sisi labda tutapata huo wito, lakini huo wito haukuja. Ikawaje wamekuja sasa kupiga mnada? Sasa cha kushangaza ni kwamba huyu msimamizi wa mirathi, kwa hii tabia aliyokuwa nayo kwamba hana tabia ya mawasiliano, ni kwamba amekuwa akifanya vitu vyake chini chini, ama tuseme kimya kimya. Kwa jina nafahamu tu kwa jina la kwanza. Kwa hiyo kama nilivyokuambia, mimi hajawahi kujitambulisha kwangu. Ninachojua kwamba anaitwa kitu something like Philemon. Kwa hiyo amekuwa akifanya mikutano, amekuwa akifanya majadiliano bila kutoa taarifa kwamba tushiriki kwenye hiyo mikutano. Ndiyo jambo la kushangaza, kwa sababu ninavyoongea na wewe sasa hivi ni kwamba kuna shauri mahakamani ambalo linahitaji kusikilizwa tarehe 11 kuhusu hii mirathi. Lakini msimamizi wa mirathi ameamua kwenda mbele ya mahakama na kufanya mnada. Ni jambo ambalo sisi limetushangaza, pamoja na kwamba kuna shauri na ombi lililoko mahakamani ambalo lina specify kabisa kwamba tunaomba eneo lisiuzwe, na hakimu jaji amesema kwamba atasikiliza hilo shauri letu tarehe 11. Kwa sababu tulikuwa tumesha submit hili shauri, tulikuwa zuio la kuuzwa. Sasa kuna zuio, ombi la zuio kutokuuzwa, na kuna kitu ambacho kinaitwa stop order. Mimi sio wakili, kwa hiyo sitaki kuingia kwenye details, nisije nikakosea kwenye taaluma ambayo sio ya kwangu, lakini kwamba kunakuwa na ombi, halafu linaenda kusikilizwa, halafu jaji anafanya maamuzi. Lakini kuna swala lingine, hilo la stop order, ni kwamba stop order kama inavyosema ni kwamba kulikuwa na order, halafu nyie mnaenda kuweka stop order. Sasa wakili wetu amekuwa makini kufuatilia, ni kwamba hakukuwa na order ya huu mnada. Wakili ameenda amechambua court records zote, ni kwamba hakuna order ya kufanya kuuza hili eneo. Na hili ni jambo ambalo niliwauliza watu ambao walikuja kuniona hapa, nikauliza, mna order yoyote inayowaambia ya kupiga mnada? Kwa mara ya kwanza hawa brokers wakaniambia wanayo. Nikamwambia naomba niione. Wakasema tutakuletea mchana. Mchana hawakuja. Kesho yake wakanipigia simu tena, tukutane na hiyo barua. Wakaja tena, hawakuwa nayo. Safari hii wakaja na genge kubwa la watu 20 hapa nje. Mimi niko mwenyewe hapa. Genge la watu 20 wote wananivamia hapa, kila mtu ananisemesha. Ikabidi nimuite wakili, kwa sababu yeye ndo anaweza kujibu maswali na kuuliza maswali ambayo yanatakiwa. Hili tangazo lilivyotolewa lilitoka kisirisiri kupitia gazeti la Daily News. Sasa kwetu sisi tunaona kwamba hilo ilikuwa ni namna yani minimum requirement ile, kwamba wanaambiwa watoe tangazo. Lakini sisi tunavyojua kwa siku hizi hakuna mtu ambaye ananunua gazeti la karatasi kwa kweli. Kwa hiyo wanadai waliweka tangazo huko. Taratibu za huyu msimamizi wa mirathi, anatakiwa kwanza kupata ridhaa ya warithi kwamba, na kuwaeleza kwamba anataka kuuza mali ili zigawanywe. Hakufanya hivyo. Swali langu, kwa nini huyu msimamizi wa mirathi wa Rita ana interest gani kwamba analisukumia hili jambo? Na hii sio mara ya kwanza. Sasa hivi amefanikiwa, lakini sio mara yake ya kwanza. Ananyemelea kwa namna dakika ya mwisho hatoi taarifa mahakamani kwamba ninanuia kuuza mali za hii mirathi ili kusambaza kwa warithi. Mara ya mwisho tuliweza kumkamata dakika za mwisho, tukaweza kumwekea stop order, na hiyo stop order mpaka leo mahakamani naamini ipo.
amekuja mara ya pili kujaribu kufanya hicho kitu tena, na sisi tunaamini kwamba amenuia kukifanya hiki kitu akisubiri wakati sisi vijana watoto wa huyu mzee marehemu tukiwa hatupo. Wito wangu ni kwamba ninaomba msaada kutoka kwa DC, kutoka kwa vyombo vya utawala, kwamba jambo lililotendeka hapa lilikuwa ni la kihuni kabisa, kwamba kama ulivyosema hili eneo ni kubwa, na ninasikia kwamba liliuzwa kwa bilioni 1.5. Sina uhakika, kwa hiyo nitasema kwa kusikia, lakini ile eneo lina thamani kubwa sana. Juu yake huyu administrator wa RITA anatakiwa kwa mujibu wa sheria kutupa tathmini na thamani ya mali ambazo ameambiwa akusanye. Huyu administrator hajaleta hiyo orodha au thamani ya hivyo vitu alivyoambiwa akusanye. Kwa hiyo ni kwamba hajafanya tathmini kutupa sisi kwamba valuation ya hii property ni kiasi gani na ananuia kuiuza kwa kiasi gani.